Maana hii ya tariqatu Shadhilia, yote hayo aliyaweka kwa mikono yake na fikra zilizokuwa za hali ya juu, toka kuanza mtu mmoja ambaye ameletewa tariqa yeye mpaka tukapatikana sisi sote hapa. Mtu mmoja kwa fikra ya hali ya juu ameweza kututengeneza, na leo tukafikia tunamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Ana waja wake, waja ambao amewatengeneza kwa ajili ya kuja kutuweka sisi wa hala salama katika huu ulimwengu. Sheikh Hussein amefanya kazi ya kufundisha toka 1880 mpaka hii leo. Madrasa aliyoiasisi Madrasatu Shadhili iko hai na inaendelea kutoa watu wazuri wa umjuao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Hussein bin Mahmud, labda tunataka tufahamu katika mkono wake, katika wakati wake amefanya ziara 57. Kufa kwa Sheikh Hussein mpaka kufa kwa Sheikh Nuruddin zimefanyika ziara 36. Leo toka kufa Sheikh mpaka kudhirithi Sheikh Mahmud ziara 18. Ni ziara ya 111 hii tunayoifanya leo. Ukiangalia unaweza ukaona ni jambo dogo, lakini ni jambo ambalo limesimamiwa kidhati na ikhlasu ya hali ya juu kuweza kufikia hapa, kwa sababu ilitosha aiweke katika kila jambo familia yake mbele, lakini alitengeneza muridi wakawa wanafanya mambo tofauti na watoto wake na familia yake ya karibu. Maana yake jambo hili kama anavyotuambia shekhe, ametuletea sisi sote ambao tumekubali kubai tariqa ya Shadhili na kuwa chini ya shekhe. Sheikh Mahmud bin Hussein, tukitaka kukaa kumweleza hatutaweza kumaliza mazuri yake, lakini leo Sheikh Mahmud amefanya kazi kubwa ya darsa ya kufundisha, na alhamdulillah ametoa wanawachuoni katika ulimwengu huu wakubwa katika hesabu na historia wako 11, mashekhe wa kutegemewa 11. Na ukiangalia katika vile vitabu alivyotutolea shekhe katika miaka 100 utaona ile orodha ya wale mashekhe. Lakini Sheikh Hussein amefanya kazi kubwa ya kutujulisha na kututengeneza sisi mioyo yetu au muridi waliotangulia, na sisi tumeweza kuja kurithi haya. Na Sheikh alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ampe umri tawil, anatulea katika nakla ile ile ya Sheikh Hussein, na alhamdulillah kila siku anakuwa mkali akituambia kwamba tusiharibu nakla ya watu. Tumeingia katika tariqa, chombo kimetengenezwa vizuri na watengenezaji waliokuwa wazuri. Sasa tusije sisi kwa namna ya hali zetu, ilmu zetu, mawazo yetu na fikra yetu tukaja kuharibu jahazi la watu ambao limetengenezwa kwa vizuri sana. Lakini Sheikh Hussein alikuwa anatambulika na makao makuu. Alipokuja Said Muhammad bin Hadi bin Yashar kuja kuzuru katika East Africa, alikutana na muridi aina tofauti na katika nchi hizi zote. Lakini alipoona juhudi na hali ya Sheikh Hussein, aliporudi alimletea barua ya kumpa makamu awe yeye ni shekhe wa East Africa na Msumbiji, na makamu hayo yamebaki, na leo barua hiyo iko zaidi ya miaka 60, na ukienda katika baraza ya shekhe inshallah utaikuta barua kamili. Hasa leo kishangayo ukimwambia Sheikh Mahmud ni shekhe wa East Africa, maana yake amerithi makamu kutoka huko, akaja Sheikh Nuruddin akawa hivyo, na leo yeye ni shekhe wetu wa East Africa. Maana yake inavyokuwa East Africa
na vile ilivyokuwa sasa shekhe ni anakuwa ni yeye katika tariqatu Shadhilia katika upande huo. Alhamdulillah, shekhe amedumisha haya na anaendeleza kuyasimamia kwa vizuri, lakini insha Allah sote sisi kwa pamoja tumekuja kupata baraka ya mabwana walioasisi haya, na leo tumefanya hauli au imewekwa hauli hii kwa sababu ya Sheikh Hussein bin Mahmud, na hauli hii ina siku nyingi kabisa, na hii leo ndiyo siku yake, na tutakwenda kufanya zuru pale. Zote hizi ni kupata baraka ya Sheikh na kwa ajili ya mafunzo na malezi tuliyopewa. Lakini tukenda kule tunakwenda watu kwa namna ya hali tofauti tofauti, lakini kubwa ni kwenda kutabaru. Kama tunavyofahamu baraka kwa mabwana wakubwa ipo, na alhamdulillah tumesema au Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amesema wabtaghu ilayhi alwasila. Kwa hiyo kwenda kwa mabwana hakuna makosa. Sasa watu wa Shadhili kazi yao kuabudu mashekhe zao. Sisi hatuendi kuabudu pale, tunakwenda kutafuta baraka ya shekhe wetu. Insha Allah yapo mengi ya kusema, lakini hapa tuishie. Lakini kwa uchache kabisa, ndugu muridi, tunaye kiongozi Sheikh Mahmud, ni shekhe wetu, sote kwa pamoja ni muridi wake, na alhamdulillah kwa sote kwa hakika anatupenda sote. Tumsaidieni katika jambo hili la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na alhamdulillah, wala usione tabu kusema shekhe vipi mimi hanitambui. Mpigie simu yake iko wazi, shekhe na jambo langu naomba uniombee dua, au nataka ushiriki kwako, asi inshallah yeye atakuelekeza namna ya vile anavyotaka. Lakini mwisho kabisa, shekhe tulikuwa katika safari ya Arusha katika shughuli, ametuhusia tusipunguze tusizidishe katika jambo hili la tariqa ya Shadhili. Kama kuna jambo unalitaka au unataka kuliweka kwa fikra yako, anasema tuacheni jambo la watu namna lilivyo, basi litembee hivyo mpaka kiyama insha Allah. Amepokea, watakuja kupokea wengine, wapokee wengine, ili libaki katika nidhamu yake hii. Lakini kubwa kabisa tulitia akilini, baada ya msafara uliokuja kutoka makao makuu, ulipokuja ukazuru, shekhe akaja nao mpaka huku, akaenda mpaka Mamba, Lushoto na sehemu nyingine zawia zote. Lakini waliporudi kule walituma ujumbe mwingine, uje kwa shekhe, uje kumpa mkono wa hongera kwa kubakisha nakla ya Said Ali Nuruddin al-Yashruti. Sio kazi ndogo. Insha Allah tumuombeeni Mungu, Mwenyezi Mungu azidishe kuiweka imara tarika hii, na alhamdulillah shekhe anatuambia tunayo mafungamano na tarika zingine. Shadhili haijakuja kwa ajili ya kubagua tarika nyingine. Tarika zote zinashiriki yana na Shadhili kama walivyopokea kwa Sheikh Hussein. Leo hapa Zawiani, baada ya kesho tutakuwa na daira ya Al-Qadiria wanadhikiri. Lakini alhamdulillah mbele yenu hapa kuna khalifa wa tariqatul Qadiria kuthibitisha maneno ya shekhe kwamba sisi popote tutakapokuwa wana wa Shadhili tusibague tarika nyingine, kwa sababu lengo letu ni moja. Lakini mwisho kabisa, Sheikh Nuruddin aliandika kitabu Abdul Qadir fi idahi tasawuf kuisaidia tariqatul Qadiria ili namna ya kudhikiri namna vizuri. Kwa hiyo shekhe alikuwa pia kwa upande mwingine ni mlezi wa tarika ya Qadiria na mlezi wa tarika ya Shadhili, na Sheikh Mahmud ameshika nafasi hiyo. Kwa haya machache, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.